Haleluya. Sasa nifanyeje niwe mtu wa thamani? Nimetamani kuwa mtu wa thamani, nimetamani kuwa mtu ambaye napenda kutatua changamoto. Nifanyeje sasa kuwa mtu wa thamani? Kwanza, tengeneza tabia ya kuwa na mawazo chanya au mawazo bora au mawazo yanayojenga. Tengeneza tabia ya kuwa na mawazo chanya au mawazo bora au mawazo yanayojenga. Ili kuwa mtu wa thamani, maana yake lazima uwe na mawazo yanayojenga. Ukiwa na mawazo yanayojenga, maana yake tutakuhesabu kwamba wewe ni mtu wa thamani. Jamii itakuhesabu wewe ni mtu wa thamani. Yaani mtu ambaye ukitoa mawazo ni mawazo yanayojenga, ni mawazo yanayoimarisha. Kama ni mawazo kanisani, maana yake ukitoa wazo kanisani ni laliimarisha kanisa na sio kulibomoa. Haleluya. Lakini pia kujituma katika kila kitu unachokifanya. Kila jambo unalolifanya ujitume. Yeremia 48 mstari wa 10. Kitabu cha Nabii Yeremia sura 48 mstari wa 10, Biblia inasema, na alaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa mikono milegevu. Na alaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa mikono milegevu. Maana yake kujituma katika kila jambo ulifanye kwa nguvu, ulifanye kwa namna ambayo jamii itakuhesabu kwamba huyu mtu amefanya hili jambo. Amen. Haleluya. Lakini jambo lingine ni kuwa mkweli. Kuwa mkweli katika kila jambo. Kuwa mkweli katika kila jambo unalolifanya. Ili uhesabike kwamba wewe ni mtu wa thamani, lazima uwe mkweli katika kila jambo unalolifanya. Haleluya. Wangapi ni wakweli kama mimi? Wangapi ni wakweli kama mimi? Ni mmoja amenyosha mkono kwamba ni mkweli kama mimi. Kwa ukiwa mkweli, maana yake unahesabika kuwa mtu wa thamani. Ukiwa mkweli, maana yake unahesabika kuwa mtu wa thamani. Katika kila jambo unalolifanya, jitahidi kuwa mkweli. Aidha jambo linaweza likawa linakuathiri moja kwa moja kwa ukweli wako, lakini kuwa mkweli. Funguka kwamba jamani, mimi ni hivi nimefanya, nisamehewe. Lakini ukijitetea ndo unaelekea katika uongo, yaani kwamba utakwenda kudanganywa. Na mtu atakapokuwa ni muongo, maana yake haisabiki kama mtu wa thamani. Amen. Lakini pia kukaa karibu na mashauri bora au kujitenga na mashauri mabaya. Mtu wa thamani anakaa karibu na mashauri bora na anajitenga na mashauri mabaya. Reference ukifaa Zaburi sura ya 1 na mstari wa 1. Zaburi sura ya 1 mstari wa 1 anasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri ya wasio haki. Amen. Wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaha. Huyu ni mtu wa thamani. Mtu wa thamani anakaa karibu na mashauri bora. Mtu wa thamani anajitenga na mashauri mabaya, anajitenga na washauri wabaya. Tupo katika kanisa, tupo katika jamii ambayo inatuzunguka. Katika kanisa sasa, katika kanisa na katika jamii au katika taasisi unazofanya kazi. Je, ni vitu gani nivifanye katika taasisi au katika kanisa au katika sehemu ninayoishi ili nionekane kwamba mimi ni mtu wa thamani? Jambo la kwanza, fahamu kanisa au taasisi linahitaji nini. Ukifahamu kanisa au taasisi linahitaji nini, maana yake utawekeza muda mwingi kufanya mambo ambayo kanisa au taasisi unayofanyia kazi au jamii iliyokuzunguka inahitaji. Muda wako mwingi utawekeza katika kufanya yale mambo ambayo yanajenga kanisa, yanajenga jamii inayokuzunguka, yanajenga taasisi inayokuzunguka. Kwa mfano, katika kanisa, namshukuru Mungu nilijitahidi kuwa mtu wa thamani, maana kabla sijafanya uamuzi wa kwamba sasa nitakuwa muumini au nitakuwa nikisali The New Hope Church, siku ya mwisho kabisa ambapo ninafanya maamuzi, ndo nilipata hichi kipeperushi au hii nakala. Na nakala hii kuna kipengele ambacho kinasema malengo makuu ya kanisa. Maana yake ili kuwa mtu wa thamani katika kanisa, lazima ufahamu kanisa ila The New Hope Church linahitaji nini, lina malengo gani. Kwa kifupi tu, labda utakuwa umesahau, nikukumbushe. Lengo la kwanza la kanisa linasema ni kutimiza utume mkuu. Maana yake ukitimiza utume mkuu kama lilivyo lengo la kanisa, maana yake wewe ni mtu wa thamani katika kanisa. Haleluya. Lakini kuwa na mashahidi martyrs wa Yesu duniani. Kuwa mashahidi wa martyrs. Kuwa mashahidi yani martyrs wa Yesu duniani. Hilo ni lengo la pili la kanisa. Lengo la tatu ni ibada zenye uwepo wa nguvu za Mungu. Maana yake ukisababisha ibada ikawa na uwepo wa nguvu za Mungu, maana yake wewe ni mtu wa thamani katika kanisa, kwa sababu umefahamu kanisa linahitaji nini. Lengo kuu la kanisa ni lipi? Amen.
Lakini kukuza na kukomaza waumini kiroho, kiuchumi, kiufahamu na kihuduma. Hili ni lengo la kanisa. Lakini pia ni kupanda na kueneza makanisa duniani. Pia ni kuanzisha na kuendesha miradi ya kiuchumi na huduma kwa jamii. Maanake ukishafahamu malengo makuu ya kanisa au malengo makuu ya taasisi ninayofanyia kazi, utakuwa ni mtu wa thamani, kwa sababu mambo yote utakuwa unayafanya katika shughuli zako za kila siku, mambo ambayo utakuwa unayafanya katika mapito yako ya kila siku ni mambo ambayo moja kwa moja yatakuwa yanaigusa taasisi, kwa sababu yatakuwa yanapita katika malengo ya taasisi, yatakuwa yanapita katika malengo ya kanisa. Haleluya. Lakini jambo lingine la kufanya ili kuwa mtu wa thamani katika kanisa au katika eneo ulilopo ni kuwa na mawazo ambayo yanajenga kanisa au kulihimarisha. Kuwa na mawazo ambayo yanalijenga kanisa au kulihimarisha. Mawazo chanya ambayo yanalijenga kanisa na kulihimarisha. Tushalielezea mwanzo. Lakini pia ni upendo au kupenda watu katika kanisa au taasisi. Uwe na upendo. Ili kuwa mtu wa thamani katika kanisa, maana yake upendo kwako kiwe ni kitu muhimu sana baina yako na jirani yako. Licha ya udhaifu wake, licha ya ukuu wako, licha ya ukuu wake, licha ya udhaifu wako, lakini upendo ni kitu ambacho ni cha thamani. Ukiwa na upendo, maana yake unakuwa ni mtu wa thamani. Haleluya. Kisoma Yohana 15:12. Yohana 15:12 anasema, amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Kuwa tayari kufanya zaidi ya ulichopangiwa katika idara au huduma yako. Ili uwe mtu wa thamani, maana yake lazima uwe tayari kufanya zaidi ya kile ulichopangiwa. Sawa, taasisi inahitaji jambo fulani, sawa, kanisa linahitaji jambo fulani, lakini ukiwa tayari kufanya zaidi ya kile ambacho umepangiwa, maana yake wewe ni mtu wa thamani. Amen. Na sio kufanya chini ya kile ulichopangiwa. Yaani kama tumepangiwa tuabudu katika roho na kweli, tufanye kwa zaidi. Amen. Kama ni kupandikiza makanisa, maana yake tupandikize makanisa kwa zaidi. Yaani tukikatiza ni kanisa, tukikatiza ni kanisa, maana yake tunafanya kwa zaidi. Ukifanya kwa zaidi ya kile ulichopangiwa, maana yake unakuwa ni mtu wa thamani katika taasisi, katika kanisa, katika jamii. Ukifanya zaidi ya kile ulichopangiwa, tumepangiana tufanye jambo fulani, wewe ukafanya kwa zaidi, maana yake wewe ni mtu wa thamani. Hata katika maisha ya kawaida, yani kwamba mtu tumepangiana, mfano vijana, watu walipangiana mchango fulani, wewe ukatoa zaidi ya kile ambacho umepangiwa. Thamani yako kwa kiongozi wa kijana ni tofauti na vijana wengine. Tunakubaliana na hilo swala. Hata kama ni mzazi, mtoto ambaye huwa anakujali mno, anakupatia vitu vingi, naamini mzazi hatuwezi kusema hawapendi wengine, ila anakuwa anampenda zaidi. Amen. Kwa hiyo maana yake ukiwa tayari kufanya zaidi ulichopangiwa katika idara yako au huduma yako, maana yake wewe ni mtu wa thamani. Lakini jambo la mwisho ambalo tutakuwa ulifanye linakufanya kuwa mtu wa thamani katika taasisi au katika kanisa ni kujali au kufahamu unachokitumia sasa, mwingine atakitumia baadaye. Kujaliana maana yake, yaani kwamba ninachokitumia sasa, nilicho nacho sasa, kuna mwingine atakihitaji baadaye. Yaani kwamba sio kitu hichi nikitumie nikimalize basi. Kama ni viti hapo tukikaa leo tuvunje, watakaokuja kesho wanunue tena vingine. Yaani tunavyofanya tu, tunakaa kwenye kiti kwa utulivu, tunavikusanya, tunaonesha kwamba sisi ni watu wa thamani, kwa sababu ili uwe mtu wa thamani lazima ujali. Haleluya. Kama kanisa, jambo ambalo ni kubwa na jambo ambalo ni jema sana kuwa nalo, kwanza tuhitaji kuwa watu wa thamani katika kanisa. Wa thamani maana yake utafanya yote ambayo mtu wa thamani anatakiwa kuyafanya. Amen. Ukiyafanya yale ambayo utakufanya kuwa mtu wa thamani, maana yake mabadiliko makubwa tutayaona katika kanisa. Haleluya. Kama umesema mimi nataka kuwa mtu wa thamani, nifanye zaidi ya vile, nikasema niweke vitambaa vingi, yani kanisa tulipambe, maana yake kanisa litakuwa tofauti na vile ambavyo tumelizoea. Haleluya. Ukisema kwamba nataka kuwa mtu wa thamani katika idara yangu, idara iwe ni idara iliyonyooka, idara iwe ni idara ambayo inafanya vizuri, maana yake utafanya zaidi na zaidi, ndio ule uthamani. Ukishafanya zaidi na zaidi, maana yake kanisa linazidi kuhimarika. Haleluya. Kwa hiyo ni rai yangu kwa kanisa, tujitahidi kuwa watu wa thamani katika kanisa kwanza, katika jamii inayotuzunguka, na pia mahala popote tunapokwenda. Yaani ujitahidi uache na alama fulani ambayo itaonyesha kwamba wewe ni mtu wa thamani. Haleluya. Amen. Mungu awabariki sana.